Chagua sehemu nzuri kuja kufanya kazi mradi huu makao makuu ya nchi kulingana na hizo changamoto ambazo mmezieleza. Mimi naomba nitoe wito tu. Nimefurahi sana mkurugenzi umefika hapa. Kwenye vikao vyako tumia uwe tu parasocial kwenye mambo haya. Uzuri wa mkurugenzi inabidi aelewe vitu vyote. Yaani afya, elimu, ujenzi, nini, inabidi uelewe. Na wala sio lazima uelewe ni deep. Uelewe tu kidogo afu unatembea navyo. Kwa hiyo kwenye vikao vyako vile vya wananchi zungumza jambo la kifafa. Waambie kuna wataalamu hapa. Kwenye muda wako mdogo zungumzia. Kwa hiyo najaribu tu kuambia kuwa mimi nimefurahia umekuja mwenyewe. Kwa hiyo lielezee hilo na mkurugenzi mwambie kuwa naye aelezee kwa huo mradi na watakuja huko, lakini naombeni mchukue kama ni kipaumbele kuambia wananchi wajitokeze. Shida kubwa iliyopo, kuna changamoto ya unyanyapaa. Na unyanyapaa huu inawezekana ukaanza hata katika hospitali. Inawezekana kabisa. Inawezekana, sina hakika, lakini nasema inawezekana. Kwa hiyo elimu hii inapelekea kujenga uelewa, ianzie kwa watoa huduma wote wa hospitali. Wote waambiwe wasiwanyanyapae. Wamchukulie kama mgonjwa ambaye anahitaji huduma eneo lile. Na kila pili, jamii. Inawezekana inaanza kwenye household level. Mama anaogopa kuonyesha mtoto wake ana changamoto hiyo. Ampeleke hospitali. Lakini anaonyesha ampeleke hata shule. Ampeleke, yani amtoi nje. Anakaa naye tu. Hapana. Mwenye kifafa ana haki ya kusoma. Mwenye kifafa ana haki ya kwenda hospitali. Mwenye kifafa ana haki ya kusimama kama yeye. Mwenye kifafa ana haki ya kufanya kazi. Mwenye kifafa ana haki ya kuajiriwa. Kuna baadhi tu ya ajira kama hizo za kiaskari na vitu vingine inawezekana ikawa changamoto. Lakini ana haki ya kuajiriwa. Vinginevyo watu wa posta watatuambia kama hawana haki watakuja kusema. Lakini mimi najua yule ni Mtanzania ambaye ni binadamu ambaye tunaweza kuwekeza kwenye elimu na tukajenga ujuzi na yule akatumia ujuzi aliokuwa nayo na skills alizokuwa nazo tukapata tija. Kwa hiyo anasaidia. Lakini pili, anakuwa huyo mtu, anaweza kuwa hata mtu mzima. Kwa hiyo usifikiri kuwa mwenye kifafa anastahili kufa mapema. Haiwezekani. Na wewe unastahili kusema maneno kama hayo kuwa anastahili kufa mapema, inawezekana ukapewa kazi nyingine muda sio mrefu sana. Kwa hiyo lazima na wewe ubaki. Si ndio? Kwa hiyo inawezekana ukafa wewe akabaki yeye. Hakuna uhusiano huo. Kwa hiyo yule msinyanyapae. Kwa hiyo tukajenge elimu hiyo. Kwa hiyo natoa wito tu kwa jamii kuwa mradi huu ndani ya mkoa wa Dodoma tunaupokea kwa mikono miwili kwa niaba ya mkuu wa mkoa. Tunapokea mikono miwili kwa sababu ya wagonjwa ambao mmewatambua hawa ni Watanzania wanaishi Dodoma. Sisi tunahitaji muwekeze ili waweze kuwa na afya njema ambayo Mheshimiwa Rais anaiwekeza ili walime ufanye shughuli zingine za kiuchumi tupate tija kwa mkoa wetu. Lengo letu kuwa mwaka huu na miaka inayokuja yote umaskini Dodoma basi. Kwa hiyo kila mmoja bila kujali changamoto alizokuwa nazo aone fursa ya kufanya shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo hawa mkiwawezesha wakajitokeza kuwa nje, wakasoma au wakafanya kazi, wakalima, nao watakuwa wamezalisha tija katika mkoa wa Dodoma.